Bwana, wapenzi watazamaji, tupo katikati ya tawi la Simba na Yanga. Tunapiga stori na shabiki mwanachama na mpenzi wa Dar es Salaam, katika si mwingine ni Chamunda. Hapa tutazungumzia maswali mbalimbali, hususani yale yanayohusu timu yetu ya taifa baada ya kufuzu kwa mara ya kwanza kabisa hatua ya 16 bora chini ya Miguel Angel Gamondi. Vita ilikuwa maneno ni nyingi sana, lakini hatimaye Miguel Angel Gamondi anaivusha Taifa Stars, inaenda hatua ya 16 bora. Bwana, mambo bana? Niko poa. Niambie Mula Mali mwenyewe wa Kilindoni Media na Sportbite, lete maneno. Bwana, Miguel Angel Gamondi anaivusha Taifa Stars na inaenda hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa tunashukuru Mwenyezi Mungu kukutana tena kwa siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 12. Tunakuja kuzungumzia mpira, tunazungumzia timu ya taifa ya Tanzania kwa hatua moja ambayo tumeipiga kutoka hatua tuliyotoka mpaka tumefika hatua ya makundi 16 bora. Ni hatua moja kubwa sana ambayo katika Tanzania tunasema kila mmoja ameandika historia. Mwisho wa siku mchezo wa mpira umeamua alama 2 na tupeleka hatua ya 16 bora. Mwisho wa siku tuwasifu wachezaji ambao wamecheza mchezo wa jana, walicheza kwa malengo. Nadhani kwa malengo maalum ambao walipiga mahesabu yao waliona moja kwa moja katika mazoezi tuliokuwa nayo mpaka sasa hivi. Tukipata alama moja, Mwenyezi Mungu atujalie na kwenda hatua ya 16 bora. Kweli vijana walipambana, hakikisha wanapata alama moja, wamekwenda 16 bora. Angola walibaki wanalia kwa sababu walikuwa wanaamini wao katika zile timu 4 za best loser, walikuwa wanajiona wao ni wazi na walikuwa wanashangilia, walishangilia Tunisia alipopata goli, lakini Taifa Stars bila ajizi Faisal Salum Abdalla Feitoto akachomoa kwa mkwaju wa shuti la masafa marefu kabisa. Nadhani katika mashindano ya AFCON ya msimu wa 2025-26 tumeona baadhi ya vipaji vya wachezaji, kila mmoja amecheza katika ubora ambao Mwenyezi Mungu alomjalia. Mwisho wa siku Angola walikuwa na alama walizokuwa nazo, lakini hawakupata nafasi ya kufuzu kutokana na kanuni zilivyokuwepo. Kanuni zinamtaka mtu ambaye kwenye kundi ameshika nafasi ya 3 kwenye kundi lake. Haimaanishi una pointi 4 hata kama una pointi 4, lakini kama uko nafasi ya 4 au uende kwenye hatua ya best loser. Hiko ndio ambacho Tanzania kimetubeba, kwa sababu kwenye kundi letu tuna alama 2, lakini tumeshika nafasi ya 3 katika zile timu 5 ambazo zilikuwepo. Tanzania ilikuwa iko nafasi ya 4, lazima tuondoke. Kwa hiyo Angola wajipange msimu ujao na wao wapambane, wahakikishe wanakwenda 16 bora, lakini msimu huu wameambulia pua. Kwa quality ya wachezaji natumai umeona super captain Bakari Nondo Mwamnyeto anavua kitambaa, bwana Samata kitambaa na kabidhiwa Bakari Mwamnyeto, na Mwamnyeto anaivusha Taifa Stars sasa, akionyesha wazo wa hali ya juu kabisa akiwa na timu ya taifa, tofauti na Dar es Salaam Africans, lakini watu wanaamini uwezo wake bado ni mkubwa sana Bakari Mwamnyeto. Nadhani ukizungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye Yanga anze, huo ndio ukweli, kwa sababu mwalimu aliyokuepo anaonyesha moja kwa moja beki zake ambazo anazitumia Dickson Job na mwenzake Ibrahim Abdalla Baka. Miguel Gamondi ana imani na Bakari na ndio maana amecheza michezo yote mitatu, kwa sababu anamuofa kila ambacho yeye anakiona kinafaa kwenye mfumo wake wa uchezeshaji. Mwisho wa siku tunataka walimu ndio wanaamua mchezaji gani aanze, mchezaji gani atokee benchi. Kama ulivyoona Gamondi ameamua kunitumia Bakari Nondo Mwamnyeto kama beki wake namba 1, basi haina namna, tukubali. Mwalimu yeye ndo anachagua wachezaji, lakini na imani kwa Tanzania yangu tujua moja kwa moja anakwenda kikosi kile. Mwisho wa siku Baka Diki, lakini kaenda kubadilisha mfumo mzima wa mpira, kuamini kwamba mwalimu anaingiza kitu ambacho yeye anakihitaji kwenye timu. Tumeshuhudia super game changer Suleiman Mwalimu jana anaingia sabu na anabadilisha uelekeo wa mchezo, na tunachomoa goli baada ya kuifanya sabu tu. Kipindi cha pili Tanzania anapata goli la kuchomoa, dakika 90 zinatamatika 1-1. Nadhani baada ya kuingia kwenye dakika kama 10 kama dakika 10 hivi aliingia mchezaji ambaye alikuwa anapushi sana, lakini baadaye akaja kukata moto. Ukiangalia mazingira ya mpira kila mtu aliona alivyoingia, ni kweli kwa mchezaji ambaye alikuwa anakimbia vizuri na tani vizuri, lakini mwisho wa siku pepo kaja kukata. Lakini ndio mwalimu aliona moja kwa moja nikimuingiza huyu wakati huu kuna kitu nitakipata. Kweli katika historia na amekuepo, kwa sababu ukicheza maana yake ndio umeshiriki katika mapambano. Kwa dakika zilizopata ameitumikia Taifa Stars, kaifanya Taifa Stars imefuzu hatua ya 16 bora. Mwisho wa siku tumwache mwalimu afanye kazi, tusianze kupiga kelele, kwa sababu tumeona kila mchezaji ambaye anamuona yeye anamuingiza kwa sababu nani aanze nani atoke. Tumefanikiwa katika hatua moja ama nyingine, tumeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Watu wengi wanatamani kumuona Kibu Denis, hata Wilson Nangu walikuwa wanatamani sana kumuona kwenye mchezo wa jana akiingia, lakini kocha akabaki, Miguel Angel Gamondi akabaki kustiki na shepu yake ile ile kule nyuma. Baadaye sana akamuingiza bwana mdogo kutokea pale Azam FC.
Pascal Msindo. Kibu Denis ni mchezaji mzuri katika taifa letu ambalo tunasema la Tanzania, na timu yake anachezea ni kubwa, Simba Sports, lakini mwisho wa siku mwalimu apewe kila ambacho yeye anachokiamini. Mimi ukiniambia mpaka leo Dinado naye hajacheza, na katika winga ambaye mimi nankubali kwa sasa hapo kwenye kiwango bora kabisa, na Ibenge anajua kabisa kienda kusema cha kwanza Dinado lazima awepo, lakini mwisho wa siku Gamondi janituacha mchezaji mmoja. Tunarudi pale pale, mchezo wa mpira kila mwalimu ana falsafa zake, na kila mwalimu kuna mchezaji yule ambaye yeye anamwamini, kwa sababu timu bado ipo na imani huenda kwenye mchezo wa 16 bora mwalimu akaanza na Kibu Denis au akaanza na Dinado, kwa sababu ndio mwalimu anajua mechi hii nataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo tumwachie mwalimu afanye kazi yake, si kama mashabiki, kama wadau wa mpira tuunge mkono timu hapa ilipofikia. Umeonyesha mpira ambao tuseme tutumie lugha gani? Tuseme tumeweka historia ambayo kwa kila mtu akutajia kama ile historia inakuja kutokea, kwa sababu aina ya kundi iliyokuwepo na ile matokeo tuliokuwa nayo, lakini mwisho wa siku tumifuzu. Kwa hiyo tuachie hapo, tumwache mwalimu afanye kazi yake. Wanasema ni wakati wa mwisho sasa, sehemu yetu ambayo tunatakiwa turudi sasa nyumbani imeshafika, maana mechi inayofuata tunaenda kukutana na mwenyeji wa mashindano ambaye ni Morocco. Tanzania na Morocco, hatua ya 16 bora. Dua zinahitajika, tuache nafasi ya mpira, lakini dua zinahitajika kwenye ubora. Tunabaki pale pale, timu tunacheza nayo ni ngumu sana. Tena Vizari ni mwenyeji wa mashindano, ana wachezaji kila aina ambao unajua na quality kubwa sana, lakini ndio tushafuzu hiyo. Siku tuangalie historia yetu ya kwanza ambayo tuliandika robo finali, tujipanga kuja kuingia nyumbani, lakini ikitokea kuingia kule basi haina shida, lakini na imani historia yetu namba moja tusisi kwanza kuingia kwenye 16 bora. Nadhani robo finali hapo ilipokuwepo, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie, huenda sio tukaamka bora sisi kuliko wao, lakini kwenye makaratasi tunataka timu ngumu sana. Tena msani mwenyeji wa mashindano atakisha la kwenda finali. Ngoja tuombe dua. Morocco tumekutana naye zaidi ya mara 6. Zaidi ya mara 5 kulazi, maana yake inawezekana ikawa 6, 7 mpaka 8. Lakini katika mara zote tulizokutana na Morocco tumeshinda mara moja tu. Na ndio maana mtaweza kukuambia, kwa sababu Morocco hata ukiangalia ile mashindano yote ya mashindano haya tunayocheza ni timu ambayo inashambulia kwa wakati, inazuia kwa wakati, na mashabiki wake wanapush, hususan wako nyumbani. Na maana hiyo timu ambayo iko nyumbani ni lazima mucheze katika pressure kubwa. Ndio maana nilichokuambia tusubiri dua, Mwenyezi Mungu atujalie. Wenda ametuandikia mwaka huu kuwa wetu wa kihistoria, lakini kwenye quality Morocco iko juu kuliko sisi, hakuna anaobisha kwenye hilo. Lakini mwisho wa siku kama tulivyoona kundi letu, mimi binafsi sikutarajia kama nakwenda kwenye 16 bora, lakini kwa sababu mpira ndo una matokeo ya kikatili, nimeona jana tumekwenda 16 bora kwa mara ya kwanza Tanzania nakwenda kwenye AFCON 16 bora. Ndio ishaandikwa, haina namna tena hiyo. Ni wazi sasa tuseme kwamba Morocco wanaonekana ni wagumu kuifungua timu ambayo inakuwa inapaki basi, na tulishuhudia hivyo, japokuwa tulishuhudia mechi na Komoro, wakati Komoro ameweka timu nyuma, ikawa ni ngumu sana Morocco kupata goli. Baada ya kuja kufungua timu Morocco kucheza sasa tucheze tupishane nao, ndio maana na Morocco akabahatika kupata goli zidi ya Komoro. Morocco alishinda goli ngapi? Walishinda goli 2, lakini baada ya Komoro kuifungua timu yao sasa tucheze tupishane, lakini walipofunga basi Morocco ikawa ngumu kupata goli. Wewe ndugu mtazamaji, kama unashauri tupaki basi, ni wazi, inaonekana ni wazi sasa ni zamu ya kwenda kupaki basi, kuiweka timu nyuma na kuwafunga wasipite kwenye mianya ya kila njia, ili ikiwezekana tufike hata kwenye penalti kuliko kupishana nao. Nadhani Morocco ana kila timu ambaye ana timu ambayo inaweza kushambulia, inaweza kuzuia kwa wakati wao kitu gani wanachokitaka. Kama ilivyo mechi ni ngumu, mechi kama unacheza na Morocco ni mechi ishakuwa ngumu. Ni bora kucheza timu yote kubwa, lakini sio mwenyeji. Mwenyeji ana advantage nyingi sana. Kwanza anajua kabisa mashindano haya ili yawe bora, mimi niwepo mpaka mwisho wa mashindano. Ndio nilivyokuambia tusubiri Mwenyezi Mungu atujalie kama alivyotujalia hili. Kwa sababu tukubali, hii haya ni majali watu. Kwa sababu kama alama 2 unakwenda kwenye hatua ya 16 bora, hakuna mtu anatarajia kwamba alama 2 zinapeleka kwenye 16 bora. Tuendelee kuomba dua kwa Morocco, Mwenyezi Mungu awe upande wetu, basi inshallah tunaweza tukaingia kwenye robo finali. Mara mpaka finali. Hiyo kufika robo finali sio kombe kwetu. Kufika robo finali kombe kwetu. Sio masiasi bado, unajua sisi bado tunajitafuta, na ndio maana unakuta hata mwalimu kosi gani ajui nani aanze nani atoe, kwa sababu bado wachezaji wetu ambao hawajakuwa kwenye quality ile ya kucheza na Morocco. Unajua Morocco timu kubwa sana Afrika. Lakini siku zote timu ambazo zinatokeaga best losers zinakuwa hatari sana. Remember, nikikumbuka vizuri, Ureno alitokea kwenye best loser akaenda kuwa bingwa. Vile vile tunamzungumzia Ivory Coast, alitokea kwenye best loser mashindano ya AFCON yaliyopita na akaenda kuwa bingwa.
wa mashindano ya Afcon. Huoni kama Tanzania naye ametokea kwenye njia best loser kama anaenda kuwa bingwa hivi? Nasema dua linahitajika kwa sababu ukiizungumzia Ivory Coast ni timu ambayo kweli ilipotea, lakini mwisho wa siku Ivory Coast walikuwa nyumbani. Walipopata ile best loser wakaona tuko nyumbani tupambane, kesho tupambane na nchi yetu. Vile vile quality ya Ivory Coast wewe tufanyie na quality ya Tanzania. Ndio maana ninasema kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatuona tuko upande wetu, tuendelee kuomba dua timu yetu ikapambane ili mradi ipate matokeo ya kwenda robo finali, lakini tukitoka pale tuseme alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alipotujalia sie wa Tanzania 25 26 kwenye Afcon, tusubiri 2027 tuko nyumbani. Wewe tukafika malengo makubwa, kwa sababu na sisi tutakuwa tuko nyumbani, tunajua tuanzie wapi tumalizie wapi. Lakini kwa mimi binafsi siwadai hapo alipofikia. Wazi sasa Miguel Angel Gamondi apewe timu moja kwa moja ifundishwe kama kocha mkuu badala ya kuwa caretaker. Mimi nadhani nafasi ya kuwa mwalimu mkuu moja kwa moja nafasi ya TFF na serikali, wao ndio watajua mwalimu gani anafaa kuwa namba moja katika nchi yetu kwa hatua tunayokwenda. Wakiona anafaa Gamondi aendelee na timu kwa mafanikio ambayo aliyopata, basi hakuna shida. Wakiona bado na nafasi utafuta mwalimu mwingine tofauti na Gamondi, tunawaachia wao. Lakini nyinyi ni pati ya serikali, kwa sababu nyinyi ni wananchi na nyinyi ndio wenye timu yenu, tofauti na ambao walikuwepo pale TFF. Maana wale mmewapa madaraka tu, lakini nyinyi ndio wenye maamuzi. Nafasi yetu kama Tanzania, kama mashabiki, ni kushangilia mwalimu atoo kuja, sisi kazi tushangilia. Tuwezi kuipangia serikali wala kuipangia TFF tunataka mwalimu fulani. Wao ndio walimuona Gamondi anafaa kwenda kushiriki Afcon, na ndio wao wataamua anafaa kuendelea, wao ndio wataamua. Miguel Angel Gamondi amededicate ushindi wa jana, hatua ya kuvuka kwenda hatua ya 16 bora, ni kwa wale ambao wamepoteza ndugu zao na wale ambao wote wametangulia tarehe 29. Kila mmoja tunaombea dua wale ambao walipata majanga tarehe 29 kutangulia mbele za haki, wale ambao wamepoteza viungo na wale waliopoteza mali zao pasipo kukusudia. Nadhani kila mmoja sasa hivi akifanikiwa atakuwa dua namba moja kuombea wale, namba mbili familia yako, kwa sababu mwisho wa siku wala wakuhitaji kupata yale mazila, Mwenyezi Mungu ndiye aliandika kupata yale mazila. Basi kwa hiyo kila mmoja atakuwa anawaombea katika mafanikio yake. Tanzania ni moja, Tanzania moja, tuiunge mkono timu yetu, tumefanikiwa mwaka huu.